Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, hamjamboni. Tunayo tena furaha kuu na moyo wa kuchangamka kuungana nanyi katika muda huu kwenye mada yetu ambayo inatuambia kutenda haki katika nafasi tatu. Ni kutenda haki nafasi hizo tatu. Mada yetu leo tunapenda tushikite kwa nafasi hizo maalum tatu, nafasi nyeti. Tunaomba tuombe Mungu na baadaye basi tuweze kuendelea. Asante Baba mtakatifu, Bwana wa Yesu Kristo, muumba mbingu na nchi, mwanzo wa vyote vilivyoko na tegemeo la vyote na wote. Tunakushukuru kwa ulinzi wako ambao umekaa nasi. Tunaomba muda huu uendelee kuwa nasi Baba katika somo hili, pamoja na mtazamaji na msikilizaji mahali popote alipo. Uweze Baba kurushia mbali na vishawishi vya shetani. Tuungane kwa somo hili akiwa na moyo mmoja Baba wa kupona, moyo wa kujua, mwisho wa kuone katika utukufu wako. Malaika wako washuke, wafanye vikao mahali hapa na uweze kulisindikiza somo hili, msikilizaji apate manufaa yale ya kiroho. Tunaomba na kuamini katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kwa kweli ni muda mzuri tena wa kuungana na wewe katika somo nzuri ambalo linasema kutenda haki katika nafasi tatu, katika mambo matatu. Ndo somo letu ambalo tumekuletea kwa muda huu, na ninaomba niungane nawe, sababu kutenda haki lazima tutende haki, na kutenda haki ni katika yale tunayoyaona, tunayoyasikia, tunayoyajua na haya tunayofunzwa katika fundisho hili. Bwana kubariki sana. Bila ya kwenda mbali mtazamaji, nitakisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati. Sura yake ni ya 24 aya ya 15 ukienda 16. Sura yake ni ya 24 halafu mstari wa 15 ukienda na 16. 16 verse wanasema nini? Lakini Yehoyada akawa mzee mwenye umri mwingi. Ni kisa cha waliotangulia. Ni Yehoyada ambaye alikuwa mzee mwenye umri mwingi, akafa. Alipokufa alikuwa na umri wa miaka 130. Lakini Yehoyada akawa mzee mwenye umri mwingi, akafa, na alipokufa alikuwa na umri wa miaka 130. 113 ilikuwa miaka mingi sana. 16 wakamzika katika mji wa Daudi kati ya wafalme, kwa sababu ametenda mema. Wapi? Ametenda mema katika Israeli. One place. Na sehemu ya kwanza hiyo ni katika umma, katika jamii, in society, dans la société. Alitenda mema katika Israeli na kwa Mungu na katika nyumba yake. Mambo matatu, nafasi tatu ambazo lazima mtazamaji na kualika ili na wewe ujipange, haki yako uichunguze, uone ya kwamba unatenda haki ndani ya jamii, dans la société, ndani ya umma, ndani ya jamii. Uone kama unatenda haki kwa Mungu, uone kama unatenda haki ndani ya nyumba yako. Si ni nafasi hizo tatu? 1, 2, 3. Unahesabu tu nafasi moja ni ndani ya Israeli. Nafasi ya pili, huyu Yehoyada alitenda haki kwa Mungu, to the Lord. Yes. Nafasi ya tatu, alitenda haki katika nyumba yake. Ikiwa na wewe na mimi tunatenda haki katika hizo nafasi tatu, basi kibali tunacho na tutaupata uzima wa milele. Ndio maana unaalikwa kufuata somo hili kwa makini. Fuata somo hili kwa makini. Ni hizo 3 steps ambazo tunaenda kuzichunguza tu, na mwishowe tuwe tumelikamilisha somo. Tutapiga huku hapa na pale, lakini mwanzo na kiini cha somo letu ni hicho. Ni huyu Yehoyada ambaye alimtumikia Mungu, katenda haki katika Israeli. Watu walimsifia, watu walimjua, watu walimuona, watu walimuiga, yani kielelezo cha huyu mtu kilipaa sana, kilipaa mno.
Baadaye katenda kielezo, katenda vyema kwa Mungu. Huyu mtu alifanya kazi, alichapa kazi Yehoyada. Paka mbingu zote, malaika wote, Bwana Yesu, Roho Mtakatifu na Baba Mungu kasema ya kwamba huyu Yehoyada mwenye haki, huyu Yehoyada mwaminifu, huyu Yehoyada amepewa saini, amesainiwa, ataupata uzima wa milele. Because Biblia inashuhudia sehemu hizo tatu. Chini wanasema na alitenda haki katika nyumba yake. Kuna wengi leo ambao wanataka waimbe, wao wanakwaya maarufu, wao wanakwaya wasana, wanataka wahubiri, wao wahubiri mashuhuri au maarufu. Wanataka yani watende vitendo ambavyo na wataandika historia duniani, lakini wanakosa haki ndani ya familia zao. Kama ni mume, hana kibali kwa mke. Kama ni mke, wewe mama hauna kibali kwa mume. Kama ni watoto, hawana kibali kwa wazazi. Sasa mnaenda wapi? Kanisani every morning, every evening, every time, every moment, every week, chaque jour, chaque matin, chaque soir, chaque semaine. Eti wako kanisa, in the church, wako kanisani. Lakini Yehoyada alikuwa na vibali sehemu tatu, na kualika mtazamaji, na wewe uwe na vibali sehemu hizo tatu. Tunaenda haraka kwa kulisoma neno la Mungu, maana tukione kitabu cha Mwanzo sura 6, yes, fungu la 9 na hadi 11. Nitaruka nisome na 13. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki. 1. Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu. Nuhu alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana watatu kiume, Shem na Ham na Yafethi. 11. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Nuhu alitenda haki. Ninarudi ndani kwa usikilivu mwema msikilizaji. Nuhu alikuwa mtu wa haki. Nuhu alikuwa mkamilifu katika vizazi vyake, mkamilifu katika vizazi vyake vyote tatu. Na Nuhu alikwenda pamoja na Mungu, naye pia anakamilisha mambo matatu ambao ni sahihi: mkamilifu, mwaminifu, kwenda pamoja na Mungu. Yehoyada alitenda haki kwa Mungu katika Israeli na katika nyumba yake. Wewe je? Unapenda tu uimbe kwa nzuri, sauti nzuri, nyororo? Nani yule mwimbaji ni maarufu? Nani yule mhubiri huwezi kumuona, ni yule wa majabu? Nani hilo kanisa ni la kifahari? Yani sikiliza. Kutenda haki katika nafasi tatu ndani ya jamii, society au societe, kwa Mungu na ndani ya Israeli. Na ndani ya nyumba yako au ndani ya familia, ndani ya jamaa. Ndo anatuambia Nuhu alikuwa katika hali hiyo. Alikuwa mcha Mungu kiwango cha juu, mwaminifu. Je, wewe ni mwaminifu? Wakati mwingine mtu akikupatia sijui ni message upelekee watu, wala kama ni kitu ambacho hakitahesabika kama unga na chumvi kufika ni nadra, kukifikisha yani ni rare, ni vigumu. Wewe si mwaminifu. Wewe ni muimbaji lakini si mwaminifu. Wewe ni mhubiri lakini si mwaminifu. Wewe ni Mkristo lakini si mwaminifu. Wewe ni deacon lakini si mwaminifu. Si ndio? Wewe unasema umebatizwa, unasema umeokoka, kweli wewe ni mwaminifu? Twende sote. Wanasema hivyo. 13 wanatuambia nini katika hicho kitabu? Dunia ilizaa dhuluma. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja. Ndio, umekuja mbele zangu. Ndio, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Dunia, usiseme ya kwamba wakati wa Nuhu le monde était dans sa jeunesse. No, hapana. Eti dunia, ulimwengu ulikuwa bado in youngest. No, hapana. Ulimwengu ingawaji ulikuwa changa, lakini dunia, uovu ulikuwa umeshamiri, umeshaenea, umeshakufurika. Dunia ilijaa dhuluma. Dunia ilijaa dhuluma, ikaharibika,
ikajaa uharibifu. Wanadamu walikuwa wakiuawa, wakiuana, wakichinja wanyama bila hata huruma, watu wakisalitiana. Nuhu yeye katika nafasi hiyo mbaya, Nuhu alikuwa mtu wa haki. Nuhu akawa mwaminifu na Nuhu akatembea pamoja na Mungu. Lakini unaposoma Mika 7, wanakuambia mtu wa Mungu amepotea. Kwenye uso wa dunia hakuna mtu wa Mungu. Ndio maana tunakuletea mahubiri kwenye chano hii ya Mabongisi, kwamba ufuate uweze kutenda mambo katika sehemu 3. Wengi sana watashindwa wakifikiria kwamba kutenda haki ni kwenye mimbari tu, akiwa anahubiri na kusema ni muda wa kutoa pepo, muda wa kutoa pepo, muda wa kufukuza pepo. But in his heart, in his soul, my soul, katika moyo wake, dans lui, muko bado unajisi ambao siwezi kukwambia. In him, ndani mwake anahubiri, lakini akiona sadaka hawatoi sana, anaanza kukerwa. Jambo ambalo linakusumbua ndo kero, si ndio? Anasema ndio tutabarikiwa tukijaza kibuyu ama jue mkoba ama jue anataka tu yeye anufaike. Na ingekuwa watu wangekuja kanisani watoe zaka na sadaka, ingekuwa halali kama zitatumika hiyo kazi ambayo Mungu alipanga. Lakini wachungaji wengi leo, usiniambie, zaka zimeshapelekwa kwingine. Tenda haki katika nafasi 3, my dear. Pendwa, wanakwambieje? Tenda haki katika nafasi 3. Yes. Chini ndo tunasoma Mwanzo, ni kitabu cha Mwanzo. Halafu sura yake ni ya 5. Nitasoma 22. Wanatuambia nini? Mwanzo 5:22. Neno la Mungu latuambieje? Latuambia hivi: Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kuzaa Metusela miaka 300, akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you see? Henoko alitembea pamoja na Mungu. Yes. And Henoko walked with God. Walked with God. Hapo ndo alitembea na Mungu. Henoko katembea na Mungu. Miaka hii yote alitembea na Mungu. Miaka 300. Wewe una mingapi? Kwa miaka 20 unasema upagani, unasema Ukristo unauchoka. Yesu naye alisema atarudi. Hiyo ni kutupromise ahadi. Mbona harudi? Unaachana na imani. Wengi wameshatoroka imani. Wanasema huyo Mungu ambaye hana kashe, huyo Mungu ambaye anasema ni eternal life, ni la vie éternelle, uzima wa milele. Mbona hauji kashe? Wanachoka na imani. Bien, kwa kweli wanarudi nyuma. Wanachoka na imani, wanarudi nyuma. Lakini Henoko katembea pamoja na Mungu miaka 300. Wengine wa 30, wengine mimi ni Mkristo wa zamani, namaliza ndani miaka 5. Mimi namaliza miaka 3. Mwingine sijui 20, 30 na kitu. Miaka 300 Henoko katembea na Mungu. Wewe je? Tazamaji, unaonaje, unasikilizaje? Wewe je? Miaka 300 katembea kwa Mungu na Mungu akamuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana wapendwa wasikilizaji na pia watazamaji, niwaalike na niwaambie ya kwamba kweli lazima tutembee na Mungu. Sema, Mungu nitembea nami Bwana Yesu. Kuwa nami Mungu wangu katika kutafuta kwangu, katika mapato yangu, katika mienendo yangu, na kuomba uniongoze Jehova. Uniongoze Jehova, ni msafiri chini. Uniongoze Jehova, mimi ni msafiri chini. Ulivyotembea na mababu zetu, akena Henoko katembea miaka 300, 300. Miaka 300
katembea na Mungu, na wewe imba, uniongoze Jehova, mimi ni msafiri chini. Wengi ni wasafiri kwa mdomo tu, lakini moyoni hawajaanza safari. Moyoni munatawaliwa na mtawala mwingine. Moyoni muna matakwa mengine. Ka mbali na yale maneno yake na yale anayoyasema kwa mdomo anayoyaongea. Na kisoma kitabu cha maandiko ya awali, writings, premiers écrits, somo la 25, ama kwa Waingereza mutasoma ukurasa wa 108. Dote tu ndiyo. Na Wafaransa mutasoma 107 dote tu. Kwenye kunaanza beaucoup. Waingereza ni many of days. Ndio hivyo tunasoma hapa sasa. Wengi wanaodai kuwa kwa mwanzo wa chapter, yes, kwa mwanzo wa chapter, wengi kitabu kinatuambia wengi wanaodai kuwa wanatazamia marejeo ya Kristo. Wengi wa wale wanaodai kuwa wanatazamia marejeo ya Kristo. Wengi wa wale wanaodai kuwa wanatazamia marejeo ya Kristo. Si ndio? Inasemaje? Waingereza, many who profess to be looking for the speedy coming of Christ are becoming conformed to this world and see more earnestly the applause of those around them than the approbation of God. Ndio, katika wengi wanaosema ya kwamba wanatarajia marejeo ya Kristo yaliyo karibu tu, wanajifungamanisha na ulimwengu huu na kutafuta shuhudi au kusifiwa sana sifa za wale wanaowazunguka. Ndio, kuliko nini? Wanaowazunguka, pia kuliko kukubaliwa na Mungu, approbation of God, approbation. Yes, wanatafuta kukubaliwa na wale wanaowazunguka kuliko kukubaliwa na Mungu. Mungu awasamehe sana. Ndio maana wanasema hivyo. They are called and formal like the nominal churches from which they but a short time since separated. Hawa watu ni wabaridi sana. Ils sont froids. Ni wanabaridi sana. Wameshakuwa baridi. Moyoni hakuna safari. Hawasafiri na Mungu kama Enoko. Wao si waaminifu kama Nuhu. Wao si watenda haki. Hawatembei pamoja na Mungu kama hawa watu wa Mungu. They are called. Yani ni wabaridi, wenye kipeo sawa na makanisa ya jina ambayo wametoka ndani muda si mrefu. Wameshakuwa watu wabaridi sana. Yes. Ndo chini wanakuambia ya kwamba hao watu, the words addressed to the Laodicean church describe the present condition perfectly. Kwa kweli maneno ya usio kanisa la Laodikia yanaeleza hali yao ya sasa kwa uaminifu. Hali yao ya sasa kwa perfectly, kwa uaminifu sahihi. Wengi wanaosema wanaenda mbinguni, accords, wameshashikwa na barafu ya kiroho. Na hiyo barafu ya kiroho inawafanya wachelewe jangwani, na wakichelewa jangwani, basi mwishowe mioyo ya kurudi Kana ya mbinguni itatoka. Roho na haja, kiu na njaa vya uzima wa milele vitaanguka. Ndio maana na kualika mtazamaji, many who profess to be looking to the speedily coming of Christ are becoming conformed to this world and seek more earnestly the applause of those around them than the probation of God. Kuliko kutamani ufanane na Mungu, wengi wanataka sifa, kuchezewa, kuchapiwa mikono hivi, kupigiwa mikono, kusifiwa, wengine kuinuliwa, lakini wakusifu sifa ambazo huna ndani ya moyo wako. Utakuwa unafanya safari bure.
safari ovyo. Ndio maana nakualika kulitazama na wewe somo hili mpendwa, katika nukta ya kwanza inayosema kutenda haki kwa Mungu. Kweli ndani ya moyo wako joto la mbinguni limo, joto la maombi limo, joto la kusoma maandiko limo, joto la kutafuta ukweli limo. Amu nasema the church is church. Kanisa ni kanisa, hakuna shida. Amu nasemaje? Chini wanatuambia ya kwamba hawa watu kabisa, kitabu ni Christ Object Lesson. Ndo nitakisoma ukurasa wa 97, chapter 7. Parabole de Jésus, chapitre 7. Ndiyo ni kipindi cha 7. Mutasoma wapendwa watazamaji na wasikilizaji. Hapo kabisa, kabla sijaenda huko, naomba nisome neno dogo katika haya maandiko ya awali. Kabla sijaenda Christ Object Lesson, nitarudi paragraph ndogo tu kwa peji ya 108, maandiko ya awali. Maandiko ya awali 108 wanasema wengi wa Wakristo wa uongo. Wengi wa Wakristo wa uongo. Kama ni soi-disant chrétien. Wale Wakristo wa uongo. Huvaa, hunena na hutenda kama ulimwengu utendavyo. Yaani wengi wa wale Wakristo wa uongo huvaa, hutenda kama Kristo, kama wapagani wanavyotenda. Mungu akusamehe sana. Ndo wanakuambia ya kwamba jameni, wengine basi muweze kujipanga vizuri. Ni kujipanga vizuri. Wanasema many of these professed Christians dress, talk and act like the world, and the only thinking by which they may be known is their profession. Wanasema ya kwamba wale Wakristo kwa jina wanavaa, wanaongea, matamshi yao na matendo yao ni kama walimwengu. Enoki hapana, hajafanya hivyo. Na Nuhu katika kizazi cha ukaidi kilichopotoka, cha wazama zake, cha wakati wake, Nuhu hajatenda hivyo. Hapana. Henoko alikuwa anatembea na Mungu kama vile moyo unavyodunda, kama vile moyo unavyodunda, moyo unavyopiga. Henoko ndo naye anafanya nini? Anatembea na Mungu. But many nowadays, beaucoup de nos jours ou bien à nos jours, beaucoup de personnes, watu wengi zama zetu leo, wanavaa kama walimwengu. Wengine fupi, wengine mabano kama soksi and so on. Wengine nywele wameshaharibu na kuharibu na kuchoma na kuchomelea. Kucha zao ni kama za tai na nyama. Yaani usiniambie ni kama za ndege hawa wa angani wanaoruka ambao wana kucha ndefu sana. Yes, ndio maana wanasema wanatembea kama walimwengu. Ndio. Though they profess to be looking for Christ, their conversation is not in heaven but on worldly things. La ingawaje wanasema wanadai kumsubiri Kristo, lakini mawazo yao na mazungumzo yao ndiyo siyo ya kimbinguni, bali ni ya mambo ya limwengu. Auone ya kwamba watu wengi watarejeshwa nyuma. Tuende kwenye tulikuwa tumewaambia ndani ya Christ Object Lessons, ukurasa wa 97, paragrafu ya 3. Wanaendelea kusema nini kuhusu kutenda haki kwa Mungu? Ndiyo wanatuambia nini hawa? Twende katika neno la Mungu tuone linatuambieje. Yes. The man who attempts to keep the commandments of God from a sense obligation, merely because he is required to do so, will never enter into the joy of the obedience. Mtu ambaye, yes, mtu ajaribuye kuitunza amri ya Mungu, mtu ambaye anatunza amri ya Mungu ili tu kwa kuwa tu ameombwa kutunza ile amri ya Mungu, obligation,
huyu kamwe hatajua furaha yani furaha inayoletwa na utiifu. Yes, yeye anayejaribu kutunza amri ya Mungu ili mradi atimize wajibu, kwa vile anahitajiwa kufanya hivyo, hataweza kamwe kuingia katika ufalme, hataweza kamwe kufanya nini? Kuingia katika raha ya kutii, the joy of obedience. Yes. Yani kukwambia uwe Mkristo, uwe mcha Mungu, kwa Mungu unasikia ni mzigo, hauwezi kamwe kupata raha inayoletwa na kutii, si ndio? Chini wanakwambieje? When the requirements of God are accounted a burden because they cut across human inclination, we may know that the life is not a Christian life. Kweli hawezi kuti. Wanasema wakati sheria za Mungu zinapokuwa mzigo, kwani zinakwaruza matakwa ya wanadamu, tunawezaje kufahamu kuwa maisha ya mtu huyo ni Mkristo? Haiwezekane. Ukitii kama tu unasikia kumtumikia Mungu kuna kukwaruza, utafahamikaje kama wewe ni Mkristo? Wengi wanafanya hivyo, lakini unakuwa choka bure. True obedience is outworking of a principle within. Ndiyo, utii wa kweli ni kudhihirishwa nje kwa misingi iliyo ndani. Ndiyo, unatokana na upendo. It springs from the love of righteousness, the love of the law of God. Wanasema unatokana na ule upendo wa haki, upendo wa sheria ya Mungu, si ndio? Upendo wa haki hata ni upendo wa haki na upendo wa sheria ya Mungu. Righteousness ni haki, is loyalty to our Redeemer. Wanasema chini the essence of all righteousness is loyalty to our Redeemer, si ndio? Mwanzo wanasema nini? Unatokana na upendo wa haki na upendo wa sheria ya Mungu. Utii wa kweli unadhihirishwa nje kwa misingi ya ndani. Yes, ndio maana wanakuambia hivyo. Mungu akubariki sana. Kwa kweli haya maneno yanasikikana. Mtu ambaye anaona kutii amri za Mungu ni mzigo kwake, hana furaha na kutii amri za Mungu, ni mzigo kwake kutii amri. Huyo hatajua raha inayoletwa na kutii sauti ya Mungu. Bwana Yesu akusaidie sana. Ukaona ya kwamba wewe kutii amri za Mungu ni problem, wanasema haitafahamika kama wewe ni Mkristo. No. Yes. Wakati matakwa ya Mungu kwetu yanahesabika kama mzigo, a burden, kwa kuwa yanachukuliwa kama msalaba, yanavunja matakwa ya mwanadamu, basi tutajuaje kama wewe ni Mkristo? We cannot know if you are Christian. Hatuwezi fahamu kama wewe ni Mkristo bwana. Si ndio hayo? Hiyo ilikuwa vielelezo vya mafundisho ya Yesu Kristo. Wanasema hivyo kabisa, na Mungu akusaidie sana. Ndiyo, twende chini wanasemaje? Twende hatua hii ya kwanza. Munaisikia, ni mtu ajaribuye kuitii amri ya Mungu ili mradi tu atimize wajibu. Kutimiza wajibu tu kama unasimamiwa na polisi ama askari yeyote yule, ama nira. Unasikia mambo ya Mungu ni kama nira kwa shingo yako, unachoka bure. So kutenda haki, tulikuwa katika nukuta ya kwanza. Nukuta ya pili, tuende haraka sana. Inasema Yehoyada alitenda haki kwa Mungu. Tulikuwa katika kuona hilo kwa Mungu tu. Tuhame nukuta ya pili inayosema dans la société, in society, katika jamii. Kutenda haki katika jamii, kama vile maandiko matakatifu yanataka yatueleze. Ndiyo, kitabu ni cha Samueli wa kwanza. Kuna watu wengine walifanya hivyo. 25. Ndiyo, Samueli wa kwanza 25 hapo. Halafu wapi? Mlango wa kwanza.
25 premier 25 fungu la kwanza, kitabu cha Samuel wa kwanza. Wanasema kufa kwa Samueli. Akafa Samuel. Nao Waisraeli wote wakakusanyika, wakaomboleza, wakamzika nyumbani mwake huko Rama. Samueli anafariki, Israeli wote wanakusanyika. Nukta ya pili ni kutenda haki katika jamii, dans la société, in society. Unatenda haki kwa Mungu. Tumemaliza hiyo nukta. Tunapata ya pili sasa, ya ndani ya jamii. Huyu Yehoyada alipokufa, duka zilifungwa. Alipokufa, shamba hazikulimwa. Alipokufa, magari yalipakiwa hapo kabisa, hayakusafirishwa. Alipokufa, hakuna shughuli. Wote walikusanyika, jamii ya Israeli wakamlilia. Lakini kuna wengine, sababu ya mabaya yao, sababu ya uchoyo wao, sababu ya ugomvi wao, sababu ya wivu wao, sababu ya hali wanavyoishi ndani ya jamaa, jamii, society, umma, wanakuambia nini? Ni anapokufa watu wote, hakuna mtu hata huyu moja ambaye atasema sina fulani amekufa na twende tumulilie. Anapokufa ni basi. Yani ndo maana na kualika mtazamaji, ili na wewe uweze badilisha kabisa mwenendo wako, la sivyo probleme iko. Israeli wote mtu wa Mungu anafariki kwa kuwa aliweza kutenda vizuri nafasi ambayo nawaambia sasa, wote walishiriki na wakasema tuungane kwa kulia, sababu mtu wa Mungu Yehoyada anakufa. Ndio maana basi nakwambia ya kwamba basi alipokufa watu wote waliungana na wakalia. Mungu atusaidie sana. Chini wanaendelea kutuambia nini? Wewe je, ukifa leo na watu wote wataungana na kulia. Kumbuka Dorcas alitenda mema ndani ya watu, kuwasaidia watu, kuwaheshimu watu, tabia nzuri. Alipokufa watu wakaenda kumulilia. Lakini kuna wengine leo wanakufa, wanafariki, inakwisha. Kuna wengine leo na basi kabisa. Ndio maana na kualika mtazamaji wangu, matendo yako yanasemaje? Matendo yako yanakwambia nini? Tuende haraka sana. Wanatuambia ndani ya jamii unatenda haki. Dorcas ni matendo ya mitume. Usome na Dorcas sura yake ya 9:39-6. Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake Dorkasi, yani paa. Mwanamke huyo alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Petra kaondoka kafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye. Unasikia, naye wajane wakasimama karibu naye. Wote tena wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorkasi wakati ule alipokuwa pamoja nao. Jameni, umetenda mema ndani ya jamii. Matendo yako. Wengine hata gari likikwama au walikukumbwa na shida barabarani, hata watu wa kusukuma au wa kulinyangua waweze kulirudisha katika utaratibu wake. Pikipiki kwama, wanasema na wewe unaweza kwama, unaweza anguka. Wanasema yani, anaposema wezi wanapomuibia, wengine wanasema na wewe unaweza ukaibiwa na wezi. Wanasema pole sana, lakini wanasema basi na yeye basi asikii. Huwezi kunywa maji kwake. Huwezi lia akukopeshe. Huwezi enda akusaidie. Yani nilijitu. Ni kama mnyama ambaye anakaa ndani ya wanadamu. Lakini Dorcas
na Yehoyada, wao matendo yao yanawashuhudia kabisa kabisa kabisa. Neno linasema hivyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9, halafu ilikuwa 36 ukienda 37. Akafa Samueli, akafa mfalme Samuel. Samuel alipokufa, Israeli wote wanamulilia, mtaniua razi. Samuel anafariki, Israeli wote wanamulilia. Wewe je? Dorokasa nakufa, watu wote wajane wanamzunguka juu ya matendo. Wewe je? Chakula ni chako tangu tarehe 1 ya mwezi hadi 30. Ndiyo, chakula ni chako, hutahujui hata kama kando kuna maskini ama kuna wahitaji. Wengine wanakula vinavyosalia tu, wanaenda kutupa kwenye jalala. Mutasamba before God, mbele za Mungu mutasamba. Yaani hakuna vazi anavaa na hizo za kutupa kabisa, kiasi kwamba mwezi au miezi mitano kuna vazi ambalo naweza hajagusa. Dorcas hakuwa na hali hiyo, si ndio? Ndio maana ninakwambia, tenda haki katika jamii, katika society, katika society, na wewe uweze kushuhudiwa vema. Twende kasi. Ilikuwa Samuel, na niusome tena Samuel hicho kitabu Samuel 12 aya yake ya 1 hadi 4, aya ya kwanza hadi 4. Mwingine huyu, kisha Samuel akawaambia Israeli wote, ni Samuel pia, angalieni, nimesikiliza sauti yenu katika hayo yote mlioniambia, nami nimemtawaza mfalme juu yenu. Basi sasa angalieni, mfalme anakwenda mbele yenu, na mimi ni mzee mwenye imvi. Tena tazameni, wana wangu wako pamoja nanyi, nami nimekwenda mbele yenu toka ujana wangu hata leo. 3, nami nipo hapa, basi munishuhudie mbele za Bwana. Sikiliza, basi munishuhudie mbele za Bwana. Na mbele za masihi wake. Naliitoa ng'ombe ya nani? Naliitoa ng'ombe ya nani? Na nini tena? Au naliitoa punda ya nani? Na nini tena? Ni nani niliyemwonea? Na nini tena? Au kwa mkono wa nani niliyempokea rushwa ili inipofushe macho ninyi, nami nitawarudishia ninyi, asema Samueli. 4 verse 4, aya 4. Nao wakasema mbele zake, hukutudhulumu wala hukutuonea wala hukupokea kitu kwa mkono wa mtu awaye yote. Basi wewe unaweza simama mbele ya umma, mbele ya watu, mbele ya jamii, mbele ya taifa, unasema haya maneno? Wengine ni wakorofi, wengine ni wizi, wengine rushwa, wanapofushwa macho na rushwa, kesi wanapotosha wengine. Yani kuna magomvi chungu nzima katika maisha haya ya wanadamu. Wasafiri wa kwenda mbinguni. Binadamu wenzangu, niwaambie lipi niache lipi? Niwaambie gani niache gani? Yani Samuel yeye anasimama mbele za watu, jamii, anawaambia, ni nani ambaye niliweza kumdhulumu? No one. Ni nani ambaye nilimdhulumu? No one. Nani ambaye nilimulagai ng'ombe wake? No one. Nani ambaye nilimuonea? No one. Hakuna person. Wewe je? Hata mtu anaposema ya kwamba ni mtumishi wa Mungu, wengine na kuwafika mbele wasalimie, mpaka kwanza ushuke na magoti. Mtumishi wa Mungu. Hayo madharau Mungu hataki. Hayo madharau Mungu hataki. Ni mwanadamu mwenzako, ni kiumbe kienzio, ni viumbe wenzenu. Hayo madharau Mungu hataki. Mtumishi wa Mungu ndio watu wataenda wakinyemelea hali wapige magoti mbele zake? Hapana. Wengine wanasema shuka tu kuombe, wanapiga magoti wanaoombewa, anayeomba anasimama. Hayo maoneo, hayo madharau hayo, Samuel anasema mbele zenu si nimewaongoza. Wewe una kanisa kubwa kama lilokuwa nalo Samuel? Una wafuasi kama aliyokuwa anaongoza Samuel? In your temple, ndani ya hekalu lako. Si c'est l'église, si c'est quoi? Temple, dans ton temple.
Hebu niongee hivyo. Una wafuasi na washiriki katika temple yako, ndani ya tempo yako, kama aliyokuwa anaongoza Samuel, kiasi kwamba unaenda hata kiato chako ndo kipanguziwe, suti yako ndo inunuliwe, gari lako ndo kwa Christmas inakuja na Pasaka inakuja, mke wa mchungaji, mchungaji. Samuel hajaonea watu. Unaweza na wewe kusimama mbele ya watu unawaambia hivyo? Kuna maskini kando yako analala njaa, ni hukumu kwako, ni dosari kwako, na wewe unasema ni mtu wa Mungu. Kuna watu wanavaa uchi, na wewe unasema ni mtu wa Mungu, huwaoni. Kuna watu wanahangaika, wametaabika dunia hii. Wewe kuwa Mungu, wewe kiwa Mungu amekubariki, kumbuka ya kwamba ni a duty, ni responsibility, ni majukumu umepewa ili uweze kuwasaidia na wewe wajulie hali. Bwana kusaidie sana. Tukienda haraka sana, basi utasoma hata Hesabu 13, 12:3. Ako mtu mwingine, hatuwezi wamaliza, walikuwa wema wengi sana duniani, lakini hebu nikwambie na huyu ni Musa. Hesabu 12:1. Neno linatuambia hivi, Hesabu 12:1, kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa, maana alikuwa amemuoa mwanamke Mkushi. 2, wakasema, je, ni kweli Bwana ananena na Musa tu, hakunena na sisi pia? Bwana akasikia maneno yao. 3, huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Now the man Moses was verily meek above all the men which were upon the face of the earth. Yani wale wote waliokuwa juu ya vilindi vya juu ya uso wa nchi, Musa ndiye aliyekuwa mpole wa zaidi, na alikuwa amesoma degrees, alikuwa na shahada, yani kwa kijeshi alikuwa, kwa masomo ya kutawala kuongoza alikuwa, alifanya kazi ya uchungaji, alikuwa amesoma. Usikie unasema wewe unaongea sijue ni Kiswahili ni sanifu ama ni Kifaransa sana, ni Kizungu, Kiingereza. Eti ndio unasema unaanza kuongea na Kichina sijue na nini, Kihindi unaongea, sijue Kireno unaongea, Portuguese unaongea. Musa alikuwa amesoma lakini hajawazarau watu. He was a meek. Alikuwa humble. Alikuwa mnyenyekevu sana zaidi ya watu wote wa duniani. Dans la société, in society, katika jamii, Musa, hawa ni watu vielelezo ambao kabisa wanangojea taji ya uzima wa milele. Wewe vipi mpendwa msikilizaji? Unaongoza kanisa kama lilokuwa naliongoza Musa? Mbona alikuwa meek? Alikuwa mnyenyekevu. Wanasema now the man Moses was very meek. Alikuwa mnyenyekevu wa sana tena sana. Ndiyo nataka nikueleze haraka sahihi sana kwamba huyu mtu Musa, kwa kweli lazima ujue ya kwamba alifanya kazi kuu sana. Wafaransa wanasema kweli ni penyewe. Hesabu 12:3. Oui, et l'Éternel l'interdit. Or Moïse, et l'Éternel l'interdit. Or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Huyu Musa ndiye alikuwa mashuhuri. Kama kuna umashuhuri unaonenwa duniani, Musa alikuwa miongoni, alikuwa ni wa kwanza. Tuende katika nukta ya kumaliza kipindi chetu. Kutenda haki katika nafasi 3. Kwa Mungu tumepita. Katika jamii tunapita, ilikuwa nukta ya 3 ni kutenda haki katika familia. Kabla sijaenda lote hapa, soma pipi ama wazee na manabii. Kutenda haki katika jamii 137 ndiyo
Wanasema nini? 137 katika somo linaitwa angamio la Sodoma. Kila tendo katika maisha, hata liwe dogo kiasi gani, limejengwa katika wema au ubaya. Ni hapo tu. Kila tendo katika maisha, liwe jema au likiwa baya, linajengwa katika nini? Wema au ubaya. Liwe dogo au kubwa, linajengwa juu ya wema au juu ya ubaya. Bwana atusaidie sana. Ya mwisho inatuambia nini? Nukta ya mwisho ni kutenda vema katika familia. Ayubu sura 1. Ndiyo, Ayubu 1:1 wanatuambia nini? Ili tuweze kusoma haraka kwa kuwahisha somo letu. Katika familia, kwenye baba iko, kwenye mama iko, kwenye watoto wako, lazima na utende haki pia. Hii nukta ya 3 nayo ni nyeti, ingawaje hatutachelewa sana kwa hii nukta. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa anaitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu, mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Mnyenyekevu, mwelekevu, mtu wa haki, na aliepukana na nini? Na uovu. Huyo ni Ayubu. Wewe vipi? Bas, kisha ikawaje? Kisha ndiyo Ayubu 1 ndiyo hadi 5. Kisha wakazaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na ngozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Sikiliza 4. Nao wanao huenda kufanya karamu katika nyumba ya kila mmoja wao kwa siku yake. Nao wakatuma na kuwaita umbo zao 3 ili waje kula na kunywa pamoja nao. 5. Basi ilikuwa hapo hizo siku za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu hutuma kwao akawatakasa. Kisha akaamka asubuhi na mapema na kusongeza sadaka za kuteketezwa kama kwa hesabu yao wote ilivyokuwa. Kwani Ayubu alisema nini? Alisema yumkini kwamba hawa wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioyoni mwao. Ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote. Bwana atusaidie sana. Ni kwamba hapa anaonesha namna nyumbani lazima mtu ashughulikie familia yake, ajue mke yukoje, watoto wa hali gani. Hapa kuna mtu mwingine ambaye naomba nimwangalie tena, ni kitabu cha Mambo ya Nyakati sura 25 fungu la 1 na la 2. Wanasema nini? Hebu nione kama ni penyewe. Ndiyo, kuna wengine pia ambao waliweza kuishi lakini wakaishi vibaya. Kwa kuconclude na kumaliza somo letu, ndani ya familia ndo baba lazima utende haki, mama lazima utende haki, watoto mtii. Ni msiba kuishi mbele za Mungu. Unaishi ndani ya familia na hukubaliwe, unaishi ndani ya jamii na hukubaliwe, na Mungu asikukubali. Si nafasi 3? Ukifail hizo katika hatua hizo 3, katika nafasi hizi 3, unaenda kabisa. Sikia huyu mtu kisa chake kwa kufunga somo. Amazia alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 29 na jina la mamaye liliitwa Yehoyada wa Yerusalemu. Fungu la 2. Akafanya yaliyo ya adili machoni pa Bwana. Huyu ni Amasi. Alifanya yaliyo mema machoni pa Bwana, lakini si kwa moyo mkamilifu. And anasema, and he did that which was right in the sight of the Lord, but not with a perfect heart. Alifanya si kwa moyo mkamilifu. Wapendwa watazamaji na wapendwa wasikilizaji, hebu nikwambie ya kwamba Mungu yeye anataka yale matendo ya moyoni. Mungu yeye anataka yale matendo ya moyoni. Utaendelea kusoma neno la Mungu. Wengi ufikiria kwamba ule Ukristo wa juu, yale maneno ya juu, hapana, ya mapambo ya nje. No,
But Mungu anataka yale ya ndani. Mungu akusaidie utende haki katika nafasi hizo tatu. Utende haki kwake, yani kwa Mungu. Tenda haki upate kibali machoni pa Mungu. Tenda haki nafasi ya pili ni katika jamii, dala society in the society. Nafasi ya tatu, jamii kukubali, uwe kama Peter, uwe kama Dorcas, uwe kama Yehoyada, uwe kama Samuel, si ndio? Ya tatu, tenda haki katika familia yako. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.